lakini katika programu yetu ile ya wiki yetu ya Pondeza ilikuwa tumebakisha programu hii ya kuja kuona wagonjwa ndani ya jimbo letu. Kwa hivyo tumemaliza daftari juzi. Baada ya kumaliza daftari, kwa hivyo tukaamua leo tuje tumalizie hii shughuli yetu ambayo tumesema tunaifanya. Lakini yote kwa yote, hii ni programu ambayo ipo kila mwaka ndani ya jimbo langu tangu nimekuwa mbunge. Huu mwaka wa 10 sasa. Nimekuwa kila Ramadhani na programu ya kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo hii ni kuja kuwaona lakini kuwafariji. Programu zangu ni nyingi. Zinahusu na wagonjwa, lakini watu wengine wenye hali ngumu, wajane kama hivyo. Wale wengine ambao wanajiweza, tumekuwa tuna utaratibu wa kusanya katika kituo kimoja, tunagawana kwa pamoja. Lakini hawa ambao hawajiwezi, wagonjwa wengine kama mlivyokuwa mashahidi wako kwenye vitanda, kwa hivyo hawa tunawafuata. Sisi ndio tunabidi tuwafate. Na kiukweli tunawafuata, na kama mlivyoona tukiwafuata basi na sisi na wao sasa, kwa sababu ni sehemu ya jamii na ni sehemu ya wanachumbuni na ni sehemu ya programu yetu. Kwa hivyo na wao inabidi tuwaletee kama kile ambacho wale ambao tumekusanya wanaweza kupata. Kwa hivyo na wao tunawaletea na kuwaonesha ushirikiano wetu na umoja wetu na wao. Shehia wako watakuwa 28, kwa sababu kila shehia tunataka twende watu 9. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akipenda watu 9, lakini masheha hawamo. Sio wakasema na wao kasikia wakasema na wao wamo. Wao masheha wana siku yao na tunaona kivyao. Kwa hivyo hao watu 9 wagonjwa. Masheha wanisikie uzuri, tunatumia watu 9 lakini wagonjwa, sio masheha. Masheha wao wana siku yao, tutawaona kwa wakati wao. Manake naona masheha wapo watakuja kusema ulisema 9, kwa nini si hatumo? Na tupenda niweke wazi. Kwanza jimbo langu, mote ambapo unaona natembea hakuna umbali. Mote ni jimbo langu. Lakini hii ni programu yangu ambayo tangu nimeingia kwenye ubunge ndani ya jimbo langu hili. Uzuri wake, mimi hapa kwenye jimbo sikuja kwa ajili ya ubunge. Mimi kwenye jimbo nimezaliwa. Nimekuwa hapa, nimesoma shule ya Mwema Makumbi. Chuoni kwangu ni hapa kwenye Masumba, kuna chuo kinaitwa Sabri Minal Iman. Kwa hivyo yani from kama hawa niko ndani ya jimbo hili na mpaka sasa hivi niko ndani ya jimbo hili. Kwa hivyo mimi hapa ni nyumbani. Na ni programu ambayo nimeiweka kile inapofika mwezi kama huu mtukufu, kwa sababu kwanza kama maelekezo ya Mwenyezi Mungu alipotutaka. Mwezi huu mnajua ni mwezi wa ibada na ni mwezi ambao umeshuka Qurani, lakini pia inatakiwa tukirihishe. Maana kila mwezi ni mwezi wa ibada na Mwenyezi Mungu yupo. Lakini pamoja na yote ndio maana tunaamua kuwatembelea. Lakini sio kama ikiwa mfungo 4 au mfungo 6 kuna mgonjwa hatumuoni. Hapana. Tunamuona, lakini sasa hivi kwa sababu tumetakiwa tukifirishe, kwa hivyo ndio hichi ambacho tunakifanya. Kwanza dini yetu inatutaka tufanye hivi ambavyo mimi nafanya. Na hili ambalo nalifanya si kwa sababu ya ubunge tu. Lakini kwanza natazama Mwenyezi Mungu ametuamrisha kufanya nini. Maana kama ubunge ningepiga beni hapa, japo mwezi wa Ramadhani hakuna wa kunzuia. Lakini nayafanya haya ambayo ya dini, ambayo dini yetu imetutuma tufanye mambo kama haya ndani ya mwezi huu na kwa kukithirisha. Ndio maana ambalo nalifanya. Sasa hichi ni ambacho mimi nakifanya. Isiwe mimi kwa sababu ya ubunge wangu. Niwe hata wewe kwa sababu ya uwezo wako ambao hawana uwezo kama wewe. Ukifanya pia ukitia nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi na wewe utakuwa umefanya kama Mwenyezi Mungu alivyotutaka tufanye ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndio faraja nzuri tu za kututembelea, kwa sababu siku nyingi mimi sijamuona. Ndio sasa hivi ninaumwa macho kiza sioni, akaja kututembelea. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa wetu. Mungu ampe imani hii aje akitusalimia. Inatufundisha imani ya kutembelewa. Leo tumepata faraja sana, na mimi nimeambiwa sasa hivi kama mheshimiwa mbunge alipotoka chuoni tu na mkoba wangu hapa, naomba mheshimiwa mbunge anakuja kukutizama. Maana ninapokwenda popote mpaka nishikwe, siwezi kutembea kwa nguvu. Miguu inaniuma na matatizo ya sukari imeniingia kwenye macho. Kwa hiyo tunashukuru sana leo mbunge kututembelea, tumepata faraja. Alhamdulillah rabbil alamin. Sina cha kumlipa.
kwa sababu hata kama nitazungumza na kuzungumza, kubwa tu na muombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumpa moyo huo wa imani na kuwahudumia wanyonge, kwa sababu katika amali kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza na kuifadhilisha ni kuwasaidia watu wanaokutwa na matatizo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yupo katika kumsaidia mja pale ambapo mja atakuwa yuradhi kimoyo safi katika kumsaidia ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo kubwa ni kumwombea dua kwamba Allah azidi kumpa moyo huo, na kadhalika Allah mtakabalie amali yake hiyo lillahi azza wa jalla. Katika mafunzo ambayo natufunza ni tunatakikana tuifanyie kazi Qur'ani, kwa sababu hili swala sio swala kwamba karibuni tu mwenyewe, lipo katika Qur'ani. Allah amezungumzia katika sura Furqan, Allah anasema walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, na wale ambao vile ambavyo tulivyowapa kwamba hawafanyi israfu wala hawafanyi ubakhili, lakini wanakuwa baina ya mambo hayo kati na kati. Mheshimiwa Bunge amechukua hatua kubwa sana ya kupita nyumba hadi nyumba mpaka kwenye matope kwenye nani huko tutakwenda naye. Amewajali sana wananchi wa jimbo lake. Kwa hivyo tumepita na ametoa sadaka, na huu ndio mpango wake Mheshimiwa Bunge wetu. Anatoa sadaka kwa kila Ramadhani, anakula vyakula na maskini na watoto yatima. Yani mpango Mheshimiwa Bunge amejipangia. Ni kiongozi anaonyesha mfano, na si vibaya baadhi ya viongozi wengine ikiwa wa hapa au sehemu nyingine wakapata mfano kama huu. Mheshimiwa mwakilishi na yeye alhamdulillah kwa upande wake anajitahidi, anatoa vile vile. Kwa hivyo viongozi wangu wa jimbo hili mimi nawashukuru sana, na ukweli sina shukrani yangu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwaombea watu waendelee vizuri na mambo kama haya, kwa sababu wote wanatoa sadaka. Mheshimiwa mwakilishi juzi ametoa, na Mheshimiwa Bunge naye anaendelea kutoa. Kwa hivyo viongozi wote hawa wa jimbo hili wanaendelea vizuri.